Wapenzi watazamaji, wapenzi wa kipindi Burundi Talent. Hello, hi, na wasalimu sana. Niko na DJ Pro na mwenzangu hapa Joad Fogo. Hapo nyuma ya kamera namuona Gi, namuona Nesele. Niko na DJ Pro kama nilivyosema. Kabla ya kuanza kipindi chetu, kwa maana tuna mambo mengi sana kuongea na nyie, DJ Pro anaweza kasalimu wapenzi wa kipindi Burundi Talent. Yo, ni kazuri katabia, ni kazuri kaisia. Pro tayari mimi ni mikazmia. Napenda sana kutana na kokitani na nashindo kaibukia sababu full maja. Yo, boy DJ Pro right here. Sam. Yes, wapenzi wa kipindi Burundi Talent, nadhani mmemwona DJ Pro. Najua mliko na maswali mengi kichwani ya kumuuliza, lakini hamna nafasi ya kumuuliza. Kwa sisi ambao tuna nafasi ya kumuuliza, acha tuweze kumuuliza maswali yenu, maana tushawasoma. Hivi DJ Pro, umeanza muziki mwaka gani? Mimi nianza muziki zamani kidogo kama mwaka 2002, 2004 hivyo. Lakini ni ile tulikuwa tujapata bahati ya kuonekana kwenye ma TV, kwenye ma radio, kusikika kitu kama hicho. Tulikuwa tunajitahidi kujisukuma polepole hadi tukafikia kujulikana 2008, 2009. Ndio mimi nianza kujulikana kama DJ Pro, tukaanza kunitambua kwenye nyimbo yangu ya kwanza hivyo yani. Kwenye maisha ya usanii ni raha gani unapenda kuipata? Kwenye maisha ya usanii raha ambayo napenda kuipata ile ya kuonekana huyu hapa mtu wa juu sana, sababu ukiwa msanii kidogo unaonekanaga mtu wa kifahari, yani kama heshima fulani unakuwa nayo kwa watu. Yeah. Ni dem gani ambaye unaweza kutoka naye kinyume na mke wako? Dem ambaye unaweza kutoka naye kinyume na mke wangu, ni mtihani mkubwa. Hamna. Hivi siku moja ukikuta mke wako anakuchiti na mwanaume utamfanyia nini? Nitamuelewa, labda nitakuwa niko na kasoro fulani. Okay. Kwani tungali hapo. DJ Pro, jamini kama una kasoro fulani ama? Mimi sijamini kama nina kasoro, sababu najua niko fresh yani pande zote. Ndo na sana nasema ukikutana uko na ndio hivyo, nikimkutana amenichiti nitajielewa kama nina kasoro fulani, japokuwa mimi najijua sina kasoro, lakini nikikutana amenichiti nitaelewa na kasoro, labda kuna kasoro fulani ndio ilisababisha nichiti kitu kama hicho. Ni msanii gani wa hip hop ambaye unamkubali hapa Burundi? Yeah. Kipindi cha nyuma nilikuwa mkubali Diro kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa na flow, namsikia na flow vizuri ni Diro, lakini sasa hivi hayuko Burundi, yupo nje ya nchi anafanya mishi yake. Ni msanii ambaye naweza nikasema baada yangu mimi naweza nikamkubali yeye. Kuna kuwa na beef sana kati ya wasanii wa Burundi. Hivi uko na beef na msanii gani? Mimi sina beef na msanii yoyote. Ni msanii gani unamkubali? Kumkubali kivipi? Yaani unamkubali anajua kuimba kabisa, unasema huyu respect anaweza. Kwa wana hip hop au yani kwa wasanii wote wa hip hop wa R&B au nini? Kuna kujua kuimba na kujua kuandika, kujua muziki, ni vitu vingi. Tukizungumzia kuhusu kuandika. Msanii ambaye anaandika vizuri sana. Unajua huyu kabisa kiandika mpaka mimi najisikia raha. Msanii ambaye anaandika hadi najisikia raha wapo wengi. Umoja tu. Fariaz anaandika vizuri. Kwani Fariaz ndio namkubali sana? Kwangu mimi, Fariaz anaandika vizuri. Ni mtu ambaye akiandika nyimbo nikisikia nasema nimesikia nyimbo. Okay. Vizuri sana. DJ Pro, napenda kwenda South Africa. Ukienda South Africa unakwenda kufanya nini? Kuanzia 2010, 2010 nilikuwa naenda South Africa, nilikuwa nafanya mwaka narudi, nilikuwa naenda kishule. Baada ya kusoma miaka miwili nilimaliza, nilipata certificate yangu. Baada ya hapo nilianza kujishughulisha na mishemishe fulani, yani ni vitu ambavyo viko private, nilikuwa najishughulisha kule. Ya kitu kama hicho. Una mke, una watoto. Hivi ulioa kwa kutaka kwako au ilifika bahati mbaya? Bwana, kuna mwana anaoaga bila kutaka. Wapo unajua hapa mtaani kuna watu unakutana sijui wamebamiza mimba huku. Mimi naoga kutaka kwangu. Haujabamiza mimba? Nje. Sijabamiza mimba. Unaweza ukatuambia sifa kubwa ambayo mke wako iko nayo inakufanya mpaka Nimekunda, yani usingoje hata kumaliza swali lako. Nimekunda, nampendea. Yaani kwa mweusi angependana naye. Utampenda mtu mweusi wakati mwenyewe mweusi rafiki yangu. Hivi DJ Pro, unapanga kuzaa watoto wangapi na umesoma mpaka somo la ngapi? Mimi nimemaliza masomo alhamdulillah, nimemaliza mwaka 2018 Burundi. Nilisomea electronic, nikaenda South Africa nikaanza kusomea vitu vingine, vitu kama hizo. Na kuzaa watoto napangilia kuzaa watoto 3. Na hivyo na watoto wangapi? Tayari 2 hivi. Kwa unabakiza mtoto mmoja. Wapenzi wa kipindi Burundi Talent, naona DJ Pro yuko hapa, ni baba na watoto na familia na mke wake.
Najua kuna wanawake, unaona wanawake, kuna wanawake wanapenda mastaa hivi. Na wanawake wangapi wanakushobokea, wanakuandikia message bro I love you nini kitu kama hiko? Ni kitu cha kawaida kwa msanii, wapo wengi, wengi sana, siku baada ya siku wanakuja wanaandika message na nini. Kwa hiyo tunawapokea kama mashabiki, dada zetu nini, sio kusema eti anaweza kaja bro nakupenda nini moja kwa moja akasema no sitaki kuongea na wewe, sababu ujue baadaye yule atakuwa ni nani kwako. Huenda ndio anaweza kaja kwa bosi wako baadaye nini. Kwa hiyo nawapokeaga vizuri bana, karibu fresh, tunaongea vizuri, heshima, tunaheshimiana, kitu kama hicho basi. Ni kitu gani huwa unakimisi lakini huwezi kukifanya? Kitu ambacho nakimisi siwezi nikakifanya, kupanda bisi. Okay. Ni kitu ambacho nakaga na misi. Nakumbuka kama miaka ya nyuma nilikuwa napandaga bisi nikiwa 200 300 napanda bisi naenda town nini, lakini ni kitu ambacho hivi sijawahi kukifanya miaka 3 4 hivi. Okay, vizuri sana. Na ukitizama hapa Burundi wasanii wa music wanavyolipwa, wewe inakuambia nini? Yanisikitisha kutokana na malipo, yani kwa ufupi ni kama vile hawalipi ipasavyo gisi wasanii wanapaswa kulipwa. Unajua mimi nishaishi nchi za watu ambazo zimeendelea. Mtu akishaitwa msanii, unajua kwanza South Africa kuna watu ambao niwaambiaga mimi ni msanii kwetu Burundi, wale wenye nchi wale wa South Africa. Sababu ukimwambia wewe ni msanii ni kitu ambacho anaona yani akiwezekana kikawa msanii afu tupo naye hivi tunaongea mawili matatu. Baadaye wakati niwaonyesha video zangu nikamwambia ingia YouTube angalia video zangu na nini, kuja kuona kumbe msanii kweli. Walishangaga, walishtukaga, kaniambia South Africa unafanya hiki, unafanya nini? Yeah. Yaani ni mtu ambaye wanamchukuliaga ni mtu wa hai sana ni na nini. Sasa kwa hiyo naanza kusema hapa kwetu kidogo muziki bado hawajaupa thamani kubwa, yani malipo yajawa. Japokuwa kuna watu ambao wanasema wanasaini contract za milioni 10, milioni 5. Hiyo sio hela kwa msanii. Milioni 10 ukienda town au ununue hata gari kali. Ni tabia zipi ambazo usikupenda watoto wako wawe nazo? Tabia ambazo sipendi watoto zangu wawe nazo za kihuni. Kama zipi? Tabia za kihuni ziko nyingi. Tabia za kihuni, wizi, vitu kama hizo, wizi, uhuni, kuvuta bangi. Okay. Yeah. Ni msanii gani wa kike uliwahi kutoka naye kimapenzi hapo mwanzo? Msanii wa kike? Wapo lakini sio kumbuki majina. Mimi sio nitakupa nini niko kwenye interview. Nadhani labda naogopa mama yake pala sija. Yule ni mtu wa kwanza ambaye shaga nielewa nikiwa kwenye hali yani. Ni mtu ambaye akiwa atanaangalia TV anaga eti ile usijui kaongea hicho. Kwa hiyo bado mwanamke hajawahi tokea, hajawahi pendana na mwingine? Utapendana na nani mwanamke msanii Burundi? Mimi sijaona mwanamke kutoka naye Burundi. Kuna mwanamke mzuri Burundi. Msanii? Nani? Hamna. Kwa wanamuziki wa kike wa Burundi wote ni wabaya. Ni wabaya wallahi. Wapenzi wa kipindi Burundi Talent, Jebro anasema kwamba wanawake wote wanamuziki wa Burundi ni wabaya sana. Lakini mimi siko tayari na wewe. Yaani mimi wewe mtangazaji kivipi? Kwa nini sikusupport? Kwa sababu kuna wanawake wazuri na mimi nawaona. Sasa wewe ukiniambia kwamba mfano Shani Queen. Kama Shani Queen. Shani Queen si mwanamke mzuri. Ukimwangalia Shani Queen wa miaka minne ya nyuma na wa sasa kuna utofauti mkubwa. Unajua uzuri wa mwanamke uko wapi? Yeah. Mchukue asubuhi piga picha naye au mchukue video ni na nini, utaona uzuri wake na ubaya wake kwa. Kwa wewe una video hapo ya Shani Queen asubuhi? Shani Queen mwanangu yule yuko vizuri, lakini sio kusema kwa wanawake wazuri. Unaona? Bado sana kwa wasanii wetu wa Burundi. Nyimbo za Burundi ni nyimbo gani na kuboa hata ukisikia huwezi kusikiliza mwanzo mpaka mwisho? Nyimbo ambazo zinaniboa. Nyimbo za wale ambao wanataka kuimba Kiswahili afu wanajikutana wanaimba Kiswahili ambacho sio. Sababu mimi hapa naimba Kiswahili afu kuna wale ambao wanataka kujitahidi kuimba Kiswahili wanajikutana wanaimba Kiswahili sio. Ni nyimbo ambazo zinaniboa sana. Sababu kina nani hao? Wapo wengi ambao wanajitahidi kuimba Kiswahili lakini Kiswahili fake. Nataka unajua hii ni Burundi Talent, watu tupendagi mambo ya kupita huko wala huko, tunapendaga hapa ni live tunamwanga ugali. Ukiangalia kuna kina Famba wanaimba Kiswahili fake, kuna kina nani tena, kuna wengine hata nyimbo zangu siwagi na zikariri sana. Yaani kuna zile nyimbo tu ukizisikia anaimba Kiswahili lakini ni fake, sio kile Kiswahili kizuri. Yeah.
Alafu kuna bamba ambazo zinasemekana kwamba wewe na Famba yani ni moto kote mbali. Yeah, labda yeye, mimi niko fresh. Sio unajua mimi niko beef naye. Mimi nitakuwa beef na mwanangu, mimi naishi zangu Burundi miezi 3-4 na safari naenda South Africa. Nitakuwa na beef na mtu ambaye anaishi kwamba kila interview ambayo unasema inabidi umdispal. Hii ndio changamoto. Mimi si mwana hip hop. Kwa hiyo mnafanya changamoto, sio beef kati yenu. Mwenye kuelewa music inaenda vipi. Hii hapa ndio industry ya music na hivyo inapasha kwenda kihivi yani. Mimi mwana hip hop, kwa hiyo nafanya kazi zangu kama mwana hip hop. Unajua DJ Pro, tukitizama clip yao hii mpya hii ambayo umetoa hapa juzi. Tumeona kuna watu ambao baadhi ya watu pale umeweza kuwataja mle ndani. Sijui unaweza kutupa ukweli kwa nini umeamua kutunga mashairi kama haya? Mashairi yale, unajua mwana hip hop mzuri ni ule mwana hip hop ambaye ana diss. Wapo ambao wanafanya hip hop lakini hawajui zile kodi za hip hop zinakwenda vipi. Watu wanafanya hip hop wanakutana wanafanya mapenzi sana nini, zile sio kodi za hip hop. Kuna zile kodi za hip hop zinakwenda ni kudiss. Kwa hiyo hapa nilicheza pati yangu kama mwana hip hop kuonesha mwana hip hop anapasha kuwa hivi. Kuna zile kodi ambazo tunapasha kutumia, ndio zile pale nilizitumia. Sikuogopa eti mimi naangalia huyu hapa hivi wala nini, nafanya kazi yangu kama mwana hip hop. Kwa hiyo mwenye kuelewa pale anajua ni kitu gani nilifanya, nilitaka kuonesha kama mwana hip hop anapasha kuwa hivi. Baada ile kuna zingine mbili, kuna nyimbo ambayo nilifanya na Fariaz kali sana, utasikia siku za mbele kitu kama hicho. Kuna wengine watu wanasema kwamba T-Max alipotoa nyimbo yake itunatanga na kupepeta katoa cover ni cover ni habari ambazo zimezunguka sana mtaani. Tumekuwa mtu wa kwanza kusema kwamba ni mbovu. Kwa nini sasa? Kutokana na unajua mtu kama Max alikuwa mwanangu, unaona. Hadi sasa naweza kusema mwanangu, sababu sio kusema watu wanachukulia labda mimi na Max tuko na beef fulani. Max mwanangu, yuko poa, niko poa, umeona. Kwa hiyo nitaka kukosoa tupate kitu kizuri kwenye industry yetu. Tusirudi nyuma, tunapasha to grow up. Msanii ni ku grow up, usendi nyuma. Ukiangalia industry yetu ya miaka mitatu ya nyuma na ya sasa kuna utofauti mkubwa. Kuna watu ambao walikuwa wafanya game miaka mitatu ya nyuma wanafanya video na kamera lidogo, na sasa hivi tumesharukia makamera ma 5D nini kama Sony kitu kama hicho. Kwa hiyo ukiangalia game ya miaka miwili ya nyuma na ya sasa kuna utofauti mkubwa. So kwa hiyo kuna wale ambao wanataka kuchukua ile game ya zamani wairudishe sasa hivi. Kwa hiyo nitaka kukosoa tu, naonyesha kwamba game ishabadilika. Fanya kitu kizuri uonekane. Sio niliongea ile cover mbovu, baadaye kaja kafanyika cover nzuri. Kuna wengine sana wanasema unajua ukitaka kumshauri mtu wao hawezi kwenda ku social media ndio kumshauri. Labda ungemkuta inbox. Sasa nimkuta inbox ya rafiki yangu, ni demu wangu. Hicho kitu. Kwa hiyo ni wewe DJ Pro kiona kosa hapa hapo na chana. Sasa mimi singeona kosa hapa sitawaambia. Mimi ningeona kosa hapa naambia babu hili kosa. DJ Pro, kwa nini mwili wako una tattoo? Sijawahi kutia tattoo wala sitakufarantia tattoo. Kwa nini wewe kweli? Sipendi tattoo. Upendi tattoo? Mashallah. Na kwa nini hujatoga masikio? Tatoga masikio ni shoga, vitu vya kishoga hivi. Yaani wanaotoga wote masikio. Shoga. Masikio. Tatoga sikio shoga babu. Kwa walotoga pua nao. Pua kidogo pua. Kuna ukishatoga masikio kawa shoga. Ukitoga pua unakuwa nini? Pua kidogo inaonekana labda muonekano, unataka kujitengeneza muonekano mzuri, sio sikio. Sikio rafiki yangu. Pua fresh. Kipindi Burundi Talent tuko na DJ Pro niga, kale katoto. Yaani kale katoto uliokuwa unaimba ilikuwa ni katoto gani? Kale ambao ulikuwa kwenye video kale kanaitwa Percy, sasa hivi sijui kwa wapi. DJ Pro, kuna tukizungumzia hii kale katoto, ningependa kujua ile idea ambayo umezungumzia mle ndani ambayo umeimba imetokea ni idea gani unasababisha kusema uimbe vile? Unajua mimi ni mtu wa creativity sana, ni mtu ambaye waga nabuni vitu sana. Nabuni kutokana na uwezo wangu ambao ninao. Ushana. Idea ya kale katoto ilikuja vipi? Kuna vitu vingi watu wanaviimba. Unaona? Kuna vitu watu wanaviimba, kuna vitu ambavyo watu viko lakini watu wanashindwa kuvimba, hawajua ataanza vipi. Umeona? Sasa idea kale katoto ilikuja vipi? Ilikuja wakati nilifikiria kwa nini watu wanaimba vitu vingi, mabebezi wazuri, manini na nini, unaona? Hawajawaimbia watoto wadogo. Watoto wadogo, idea ilikuja kama watoto wadogo, lakini baadaye nilipofikiria nilisema ukichukulia mwanawake wazuri, waga tunawatumia kwa Kiingereza tunawaita baby. Ile baby kwa Kiswahili ndio mtoto. Kwa hiyo nikasema kwa nini isichange
nikatumia ile idea ya baby nikaifanya iwe mtoto. Sasa mtoto nitaita mtoto haiwezekani. Kwa hiyo nikasema acha nigeuze nitafute design nzuri wataelewa vitu viwili. Mtoto na yani mtoto kama baby mwanamke na mdogo. Kwa hiyo ndio nikageuza nikaita kale katoto. Unaona? Yaani title ile nyimbo inaitwa Katoto. Kwa hiyo nikapanga Katoto, nikaanza kuandika mashairi nini. Baada ya kuandika ile nyimbo niandika mwanzo mwisho hadi chorus. Mimi mwenyewe. Yaani wakina Mkombozi wote wakina Frank wote umewaandikia. Frank alivyokuja kwa ile nyimbo na kuja kuhadithia baadaye. Ile nyimbo baada ya kumaliza nilienda nikafanya kila kitu, nikafanya beat mimi mwenyewe kila kitu kwa Amiri pale. Tukapiga beat, chorus nikaimba, ilikuwa naimba kidesign nyingine. Baadaye akaniambia vino Amiri akaniambia baadaye hii nyimbo hii ukimweka Mkombozi hapa itakuwa vizuri sababu ukiangalia Mkombozi sasa hivi ana kidogo anasikika. Umeona, nikasema poa haina noma. Tukamcheki mwanangu Mkombozi bana hivi na fresh akaja akatia verse yake pale. Kwa hiyo nilikuwa nimemaliza verse zote 3, tukaje tukavuta ile verse ya pili. Akaweka verse ya kwake sasa. Chorus ikapatikana vipi? Ikapatikana Frank alikuwa ni mtu wa Amiri. Alikuwa anashindaga pale kwa Amiri kitu kama hicho. Kwa hiyo akamchukua tu Frank mwanangu weka chorus hapa. Ile chorus Frank uangalie alikuwa Kiswahili kidogo kinamtatiza. Kwa hiyo tukafanya kama vile tunampa ile chorus yangu angalie kitu gani atapita pale kitu kama hicho akapita basi nyimbo ikasimama. Wapenzi wa kipindi Burundi Talent tuko na DJ Pro Niga. Anasema kwamba wanawake wanamuziki wa Burundi wote wa kike hamna mzuri. Hapo narudi nyuma kidogo na kumbushia wanawake wa kike wa muziki mnasikia. Wanamuziki wa kike hamna mwanamke mzuri. Wanajua wote wanajua. Wanajua kwamba sio wazuri Hivi DJ Pro ukikutana na mtu ambaye anaumwa ukimwi utamshauri nini? Nitamshauri atumie dawa sana sababu dawa ndo zinamfanya aishi. DJ Pro huwa kwenye nyimbo zako zote unazungumzia Kiswahili, unaimba kwenye Kiswahili. DJ Pro unajua Kirundi? Mimi najua Kirundi bro, najua Kirundi sana yani. Haufanani lakini. Sifanani, unajua sisi tu watu ambao tulizaliwa Buyenzi, tulikulia Buyenzi, maisha yetu yote yalishia Buyenzi. Kwa hiyo Kirundi sio sana kivile kutokana na nini. Lakini DJ Pro anaongea Kirundi kama. Mimi naongea Kirundi. Clotire ni nini Kirundi? Clotire. Ukuta. Ni basana urukuta. No, ntabwo gwiturukuta gwituru uruzitiro kwa uruzitiro. Uruzitiro. Anaonekana DJ Pro hapa tukileta zingine sio. Mimi naongea Kirundi. Anaonekana kwenye masomo Kirundi kilikuwa kipande. Kilikuwa kipande. Unajua sisi ni watoto tulizaliwa Buyenzi tulikuwa zile za kujifanya Kiswahili sana nini unaona Yaani hapa hata tukibadilisha tunaingia kwenye Kirundi tunapanda kama kawaida. Tunapanda vizuri sana. Lakini imekushinda. Hajanishinda. Nimeshakujibu. Nimeshakujibu. DJ Pro unaweza ukawaambia watu nini faida ya condom kwa sababu faida ya condom wengi wanakuwa wanadharau condom wakati ni kitu muhimu sana. Faida ya condom inasaidia sana kutokana na condom inakinga ukimwi, inakinga maradhi tofauti kuachana na ukimwi tu. Kuna maradhi mengi sana yanapatikana kwenye watu wawili wakikutana, so kwa hiyo condom inakinga vile vitu vingi vibaya kutokea, pia mimba pia inakinga. Na hawa baba kubwa ambao wanatuka na watoto wadogo. Hiyo unaiongelea vipi? Wale baba wakubwa ambao wanatoka na watoto wadogo mimi huaga inanisikitisha kutokana na nini? Huaga si walaumu wa baba zetu au wale wazee wazima, si walaumu kutokana na watoto zetu wale ambao wanajulikana watoto wa mtaani washaribika. Pasenti kubwa wale watoto washaribika kutokana na tamaa. Kutana mtoto anataka Pro anatumia simu kali. Bana inabidi mimi na simu kali. Na uwezo kabimeshana na mimi nakimbizana mimi mtoto wa kiume napambana na maisha na nini. Kwa hiyo anataka simu kali, anataka avae vizuri na nini. Ndio hivyo anatoka na baba, atatoka na baba sana. So baba zetu watapa ukimwi sana. Mimi naweza kuwashauri watoto waache tamaa. Ndio maana nikwambia DJ Pro tukizungumzia kwenye nyimbo bla bla, idea ya ile nyimbo kusema utengeneze video vile. Nani amekushauri vile ama wewe mwenyewe unajipangilia? Bla 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 idea nilikuwa sina nayo. Idea ile nyimbo nilikuwa sina nayo, waga mimi naandika vima nyimbo naweka ndani, naandika vima nyimbo naweka ndani. Kuna nyimbo ambazo naziandika nasema hizi zitakuwa ni za msimu fulani, zitakuwa na wakati wake. Kuna zile nyimbo ambazo ni za vilio, kuna nyimbo ambazo ni za mapenzi, kuna nyimbo ambazo ni
za bifu. Kwa hiyo kuna vile manyimbo vya bifu wakati hizi bifu zilianza kutokea watu wanaongea hivi, nikasema ule muda wake umefika sasa. Nikachukua moja kwa moja nikaisogeza moja pale, nikaiweka pale mezani, nikaichakachua, nikasema hivi na hivi. Zile vesi ya kwanza na ya pili ni vesi ambazo nilikuwa niko nazo. Kuna vitu ambavyo nilibadilisha. Ile vesi ya tatu niliandika studio kutokana na vitu ambavyo vilitokea, sijui hivi na hivi. Ni vesi ambayo niliandika studio. Kwa hiyo ndio kama vile idea ikapatikana, nikamtafuta mwanangu Emery tufanye chorus, ikachukua dakika 15 kaandika chorus, bla bla bla, ikapatikana hivi. Kuna wengine wanasema kwamba video huwa haendani na audio. Watu wanashindwa kuelewa, ndio nakwambia watu wetu ni washamba. Ukiangalia video sasa poa. Eminem kafanya nyimbo juzi kati hapa. Alikaa sehemu anaandika nini nyimbo mwanzo mwisho inaisha hivyo. Kwa hiyo ile nyimbo alikuwa anaongelea vitu vya kuandika au alikuwa anadisia vitu. Kwa hiyo sio mpaka video ifanane na vile vitu ambavyo vinavyoongea. Ndio kidijitali tumeanza. Tunaweza tunafanya interview baadaye na kunywa soda. So kwa hiyo watu wanaangalia interview wananisikia mimi au wanaangalia soda? Wananisikia mimi. Watu wanazungumzia kwamba ile nyimbo video haendani na mila za Kiburundi. Mila. Okay, poa. Ile video kwa ufupi, ile video ni waeleweshe watu. Ile video nilifanya nilikuwa na target international sana, sababu kwa kufanya ile video nilikuwa nishaongea na wanangu wa nje huko bana, mimi na video natakiwa nifanye video hivi na hivi, na akaniambia Burundi tuna tatizo ya quality, umeona. Kwa hiyo ile kitu ambacho kitatusaidia sisi kuwaonesha watu hii video kidogo ina mvuto fulani, unaona. Jitahidi ucreate vitu ambavyo mtu anaweza kusema hivi sana. Video yangu wakati nitoka hapa hakuna mbaya kuiongea. Yaani kila mtu, hadi kuna wale watu wana roho mbaya anasema jamaa kanatusua ndio hivyo, nishatusua utanifanya nini? Lakini kuna tegemea kwamba ile video itachezwa kwenye televisheni. Yaani mimi ile video nilifanya hata pasi hiyo nyote tusitukaicheza. Hamwezi mkaicheza na kabisa, narizia kabisa. Wakati nilifanya ile video niliwaambia wanangu, watangazaji, mimi hamna tatizo, hii video sio ya kwenu. Hii video acha nimalize video yangu niwape wanangu wa nje, wanajua kitu gani watafanya. Lakini kwa kwetu hapa subirieni video zingine zinakuja baadaye. Bado sinaimba, nitawaleteni video zingine, hata mama wararai nitafanya. Asante sana. DJ Pro, kuna wasanii wao wanaandikiwa mashairi, nyimbo zao unakuta waniwaandikia. Wewe ni nyimbo gani waliwahi kukuandikia? Nyimbo nzima au ili kukosoana nini? Nyimbo nzima kabisa. Zipo kwenye ndani kwangu, zipo pako nyimbo kama mbili nishawahi kuandikiwa. Lakini ningependa kujua ni kawaida msanii kuandikiwa ama ni kawaida bovu wa mashairi? Kwa kwetu hapa Burundi tungali wa shamba. Ukisikia mtu kaandikiwa nyimbo, akaandikiwa nyimbo, sio msanii. Bongo kuna watu wanahiti mpaka sasa hivi wanaandikiwa nyimbo kila siku. Kuandikiwa nyimbo ni kawaida. Unaweza kuwa na idea yako, bwana, mimi na idea hivi na hivi na hivi na hivi. Hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo idea yangu mimi niko na uwezo kuandika hivi na hivi na hivi. Ni kitu cha kawaida. Unaweza kuleta hata nyimbo yako kama ni kali bro, niletee mimi, nitaipiga vizuri afu nitaiweka sawa na utasikia kitu kinaiti. Umeona? Ile sijui kuandikiwa na nini, hiyo ni kutokujiamini. Unajua kama wewe ni wewe tu. Unaweza kuleta nyimbo hata kama ni kali, kama uko mbovu. Si utaharibu nyimbo ya watu. Lakini kama uko mkali unaletewa nyimbo, unaifanyia bwana kazi. Hivyo ukipata nafasi ya kukutana na rais wa nchi hii utamwambia nini? Rais wa nchi hii nitamwambia nini? Nitamwambia asaidie vijana, wanapotea sana, awasaidie vijana waone mbali, sababu baadhi ya vijana wengi wanaangalia mbele yao, hawaangalii future yao iko vipi. DJ Pro, umesema una watoto wawili na una mke, tunasikia kwanza hongera sana, tunasikia umepata mtoto hapa juzi. Mtoto wa kiume. Mtoto wa kiume. Na anaitwa nani? Anaitwa Ali Pro Junior. Anaitwa Ali Pro Junior. Sasa hivi Ali akiwa mwanamuziki utaichukulia vipi? Hawezi kuwa mwanamuziki. Kwa nini? Sababu hawezi kuwa mwanamuziki, nitamzuia. Kwa nini utamzuia wakati wewe mwanamuziki? Kuna vitu vyake ambavyo unaviplani baadaye. Sio mpaka awe mwanamuziki, unajua kuna vitu vingi vya kufanya, kwa hiyo kuna future yake ambayo nishamwandalia kitu kama hicho. Atakuwa rais? Mimi mwenyewe naishi kuwa rais, sio mpaka yeye. Mimi mwenyewe naishi kuwa rais. Kuna mtu anakataa kuwa rais?
Wewe ungekuwa rais. Ausikia watu wanapigania urais hapo wanamuziki. Kwa hiyo sasa DJ Pro hiki akikuwa kipaji chake wala hazikuwa ndondo. Hata kwenye maisha ya muziki nilimba mwenyewe kwenye maisha ya muziki na uishi kuwa rais. Hicho naomba kila siku. Yaani umejikuta umeingia mu vitu ambavyo mimi na vitu vingi sana ambavyo navitamani kuvifanya lakini ndio hivyo. Hivi ungekuwa rais wewe ungefanya nini? Ningekuwa rais. Kuna kula kuku sana. Hapana kula kwanza. Ningekuwa rais mimi kama gisi niliongea kuhusu vijana, ningesaidia vijana wazidi kuona mbali, sababu wazee kwako ungekuwa nafasi. Wazee kazi yao ni sisi tumezaliwa kusaidia familia zetu. Umeona? Kwa hiyo wale wazee kama mimi nishazaliwa, wale wazee kawaida nikae hapo chini. Kwa hiyo mimi sasa natakiwa nione mbali bana. Pale town nitengeneza etage ya flat 6, niweke ofisi nini, nifanye kitu kama yani nipane vitu vingi unaona. Kwa hiyo nione mbali. Watu kwetu hapa wanafikiria nini? Kesho nitakula nini? Kesho sio kufikiria huko. Kwa hiyo tuna plan. Ndio maana unaona mimi nabuni kila siku vitu. Kesho nabuni kitu fulani. Kesho nabuni kitu fulani. Yani ni vitu ambavyo ni vitu ambavyo nilivisoma. Nilivisoma lakini sio bure, nilivisoma nje. Kwa hiyo wanaambia kila siku inabidi ukiamka fikiria kitu, unafanya kitu gani leo? Una create kitu gani? Usifikiri kula wala kulala. Ni kitu gani uliwahi kukifanya kwa kupenda lakini baadaye ukajuta? Kitu ambacho nilifanya kwa kupenda alafu baadaye nikajuta. Hakuna. DJ Pro wewe sio mtu wa baa sana, sijawahi kukuona. Mimi sio vitu zangu. Unywi bia? Sinywi bia. Bangi sivuti. Kwa nini ufuti bangi wakati wasanii wengi mnakutumia bangi mwe na stream? Unajua kila mtu ana njia zake za kupita. Wapo ambao wanapita njia za bangi, wapo ambao wanapita njia za pombe. Kwa hiyo mimi na njia yangu ambayo napita. Unaweza kuwaibia siri wapenzi wa kipindi Burundi Talent, njia yako ni ipi unayoipita? Okay, kwa njia ambayo mimi naipita ni njia ambayo ni njia ya wasomi basi. Sababu mimi nikizani katika wasanii ambao mnajua hapa Burundi, mimi ni msanii msomi, mlikuwa mjui. Mimi ni msanii msomi na diploma yangu iko ndani. Kwa hiyo hata kesho kutwa nikiamua nitaenda ofisini nitaomba kazi. Kwa hiyo mimi nimaliza masomo Lycée Technique Islamique de Nahangwa. Unaweza kututajia wanafunzi wanne ambao ulisoma nao na wakumbuka? Ya Babu Sadi. Babu Sadi no kuonzi alikuwa atoka wa kwanza. Akitoka yani piga huwa akitoka wa pili analia. Ulikuwa unapiga mtishe sana. Alikuwa ananisaidia sana kunionyesha masomo. Ulikuwa unapiga mambo ya makude hivi. Ndio sawa. Ni mwanangu wanne. Okay, pako Babu Sadi, kuna mwanangu mwingine anaitwa Emery, kuna dada yangu fulani hivi anaitwa sasa hivi aliolewa Kibenga, anaitwa Shani kama sijasahau Shani kitu kama Shani. Kuna wengine anaitwa nishawasahau sababu wa kitambo sana. Kiongozi wa shule alikuwa anaitwa nani? Kiongozi Abu Yasin na mwalimu wako wa Kifaransa? Mwalimu wangu wa Kifaransa Abu Yasin pia. Alikuwa anatufunza, alikuwa kiongozi na alikuwa anakula Kifaransa masomo yetu. Sababu unajua sisi ndio tulikuwa hapa naongelea ku premier, deuxième, troisième, yani zile somo tatu za mwisho. Alikuwa atufundisha Kifaransa, kuna Kitombolo alikuwa atufunza elektroniki. Wewe kama msanii msomi umesoma, unawashauri nini watoto ambao wasome? Wasome, wallahi masomo ni kitu muhimu sababu unaposoma kuna nosio fulani unapata masomo. Japo kweli wanasema tunasoma tu tunapata madiploma na kanda no. Hautakuwa hipokrite. Hapana. Lakini unajua tumalizia nasi kuhusu kitu kinachokupandisha mzuka kiufupi. Kitu ambacho unasema uvuti bangi au kunywa bia. Usema kiusomi, hatujaelewa ni kiusomi kivipi? Maana kuna wasomi ambao wengi tukikutana na kwa kitu ambacho kinanipandisha mzuka. Mimi ni msanii ambaye napenda kufuatilia wasanii wenzangu. Kwa hiyo mimi kitu ambacho kinanipaga mzuka nikimwona tuseme nimuone msanii fulani kafanya kitu kizuri, waga roho inaniuma sana. Kwa hiyo mimi kile kitu sikifanya. Nimeangalia ukiangalia video yangu ya bla bla bla, hakuna mtu anashafanya video kama ile Burundi. Kwa hiyo sasa hapa ingepatikana watu wengine, huyu jamaa kafanya video yenu, kwa nini mimi nisifanye? Nataka kufanya zaidi ya hii. Lakini wote vilaza nani atafanya? Wote wana kafanya video hivi, si hatu hawezi tufungiwe radio na TV. Si hatu hawezi.
wanafunga mikia yao. Ile tunafanya kwa gharama ngapi? Gharama siwezi kusema, sababu siwezi kusema eti gharama fulani kutokana na nini. Kuna vile dharura fulani vilikuwa vinatokea, mara sijui tunafanya hivi, kama kuna location fulani tulikuwa tulilipia, baada ya kwenda pale kwa location tukakutana yule mtu hayupo, lakini tulazima tulipe tena. Siwezi kusema ni gharama, lakini naweza ka estimate kama milioni fulani na kitu. Zile dola zilikuwa ni za ukweli? Kweli, ilikuwa ni dola 6,000, lakini sio zangu. Nataka watu wanatakiwa wajue ukweli. Sio zangu, msije kunigongea mlango. Mama unaogopa hapa tusikomba tatu. Hivi DJ Pro ni quartier gani ambayo wewe huwezi kuishi? Quartier ambayo siwezi kuishi? Msaga. Msaga huwezi kabisa. Niende kuishi, nitaishi na nani? Nitaongea na nani? Watu wanaongea kilugha. Wewe si umesema unajua Kirundi? Mimi ni mtu ambaye anapenda Kiswahili sana. Sio samba. Ule muda wote hapa tunasikia naongea Kiswahili, tena naongea Kiswahili kizuri. Hapa tutabadilisha mada hapa. Tubadilishe. Sasa tuvuge Mkirundi. Tuvuge Mkirundi. Alafu quartier ambayo unapenda kuishi lakini hauishi ndani. Quartier ambayo napenda kuishi afu siishi ndani. Kwa Burundi. Hamna. Haupendi kumsogelea rais? Haupendi kiriri? Kule nitakuwa nitafungwa sana, sitafanya ubisho, sitapiga muziki mnene. Kuna sometime ile wanangu wanakujaga Black G nani na nini, tumekaa ndani tunaanza kupiga muziki. Tukiishi kule hamna. Okay. Yaani napenda kati za vurugu tu. Sio kati ya karti ambazo tuko huru. Unajua kama mimi ukiingia mkanyoshi DJ Pro yani mimi kama rais huyu. Mimi kama rais kuna sehemu nikipita tu ya mbutiaje. Kuna comedy ambazo tunazionaga ziko na logo yako. Zile comedy ni watu ambao wanafanya comedy wapo under TP ni lebo yangu. Kwa hiyo ndio hivyo. Ni watu ambao wanafanya comedy wapo under TP ni tuseme ni kampuni yangu mimi. Okay. Ulifikiriaje mpaka uachukue wake kwenye kampuni yako? Kuna watu ambao wana vipaji, ndio ninasema kila siku vijana wetu Burundi wanajua kuongea sana, hawana creativity. Kuna watu ambao hata kama una uwezo mkubwa, unaona. Sio kama ile mmechukua muda wenu mmekuja hapa. Ndio mara kwanza kuna hata TV ya taifa hapa haijafanya hichi kitu. Lakini ni private TV inakuja inanitafuta nyumbani tufanye kipindi. Sababu mna creativity, mnaona mbali kuliko wengine. Umeona? Sasa kwa hiyo mimi niliona mbali nasema kwa nini hao watu wana vipaji? Unajua ilianzaga vipi? Ilianzaga kuna comedy fulani, kuna wale vijana walikuwa wanashoot kwenye masimu yao, wanachukua wanapost. Wanachukua zile comedy wanapost. Sasa mimi kidogo nikaona mimi na kamera, na kompyuta nini na wanangu tunaendaga tunafanya nao vipindi wananishoot na cameraman wangu. Kwa hiyo kwa nini situmie hii fursa ya kuwasaidia hawa vijana wangu? Huenda hata kesho kutwa watakuja kuwa watu wakubwa, watakuja kunisaidia mimi baadaye. Sababu hujuagi, you never know. Leo wanafanya vile, kesho kutwa watakuwa watu wengine. Huenda anaanza akaangukia hata milioni 30, kumbuka mwanangu DJ Pro katusaidia kitu fulani. Kwa hiyo nikasema acha niweke nguvu zangu pale. Huenda kesho watakuja kufanikiwa na wenyewe wakanisaidia. Ukitizama music inafika mbali kidogo. Kuhusu hii Buja Movie nayo wewe unaonaje? Bado sana Buja Movie ambao bora kidogo hata wana comedy, sababu comedy ukiwa na hasira utacheka. Buja Movie kuna wanangu ambao wanajitahidi kweli, washafunguka kando ile nasema vijana wetu pako ambao washaona mbali. Kuna kina Ibrahim Ichu Burundi niliona wale kidogo wanajituma sana hadi Bongo wameshaenda na nini fresh. Yani katika movie za Burundi ambazo nazifuatiliaga sana ni movie za wale. Yani kuna ile hata sometimes nasema nipeni kazi zenu nione, yani natamani nipe kitu fulani nione, umeona kitu kama hicho. Sasa DJ Pro kila siku pana kwa malalamiko kiupande wa wanamuziki na kipande wa wacheza movie kwamba havisongi mbele, yani hamuoni mnatoka pala mnaenda wapi. Unazania vinatokea ni kitu gani kinasababisha vinakuwa hivi? Kujiendeleza. Kuna ile kujiendeleza, mtu mwenye unajiendeleza mwenyewe. So mimi nimekuja hapa. Ukiniona unaweza kusema jamaa labda ana hata milioni 30 pale mfukoni. Ndio kutokana na muonekano wangu mimi unaniona hivyo, lakini huwezi kujua ni ngapi mfukoni. Kuna ile watu anafanya industry. Nadhani wapo wengi ambao wanafanya muziki, wanakaga wanategemea muziki wao walipe kupitia na show. Apate show pewe ka 50 laki ndio kufanya show. Mimi utaniona sana kwenye mashow kuuza sura, kupewa sijui 100,000. Bora nikae nyumbani, sababu nikikaa nyumbani ninaweza kuingiza zaidi ya zile. Sababu na mishango nyingine nafanya. Sasa kuna ile
njia ambayo unaweza kupita ni njia iko private, sio kila umtangazie kila mtu. Njia yako mwenyewe. Kuna ule muziki bwana, ule muziki nafanya hivi na John taigiza kitu fulani. Kuna ile unaona Kongo wanakaza na zao, anaimba nyimbo dakika 6, anaimba dakika 4, dakika 2 anawataja watu. Wanamgia hata dola 50, anaingiza kihivyo. Kwa hiyo hata usimpi show. Poa. DJ Pro, kuna underground wanatamani siku moja kuwa DJ Pro. Unaweza kuwaibia nini siri ya mafanikio mpaka wewe kuwa DJ Pro? Umefanya nini ili nao wafanye kesho kama wewe? Kujituma sana, wasikubali kushindwa. Unajua hapo mwanzo tulikuwa tunakatishwa tamaa. Nakumbuka tulikuwa tuna perform 2006, 2004 na kina Sosokei, tulikuwa tunapandaga stage saa 6. Sasa yani tunafika pale Saga Plage saa 5:30 hapo tumeenda na Kinga taxi velo. Tunafika pale ndio tunafungua ukumbi na zile picha hata nishawahi kuposti moja. Tunapanishwa stage pale nini. Tunaimba hiyo saa 6. Kwa hiyo tushaikaa pale tunaona wengine wanakuja, wengine sijui kina Sosokeo, kina Lolilo wanakuja saa 10, saa 11 wanaimba nini. Tunatoka saa 12, saa 1 kule Saga Plage hadi Buenzi na miguu. Kwa hiyo kutafuta ile njia bwana, tutapata vipi na sisi? Tutakuwa fulani vipi? Lakini mwisho wa siku ndio hivyo, DJ Pro leo sasa hivi inaonekana kila mtu ananifahamu, lakini tulipitia njia ndefu. So kwa hiyo underground zetu wa size wanaanza kukata tamaa mapema. Unakutana mwezi mmoja, miezi miwili amefanya nyimbo moja hajasikika, mimi nashindwa kweli. No, usishindi, jitume, pambana. Wapenzi wa kipindi Burundi Talent, tuko na DJ Pro. DJ Pro tunajua shafanya kazi nyingi, lakini kuna kazi moja nataka kumuuliza, kwa maana kivyangu mimi natamani kujua ulitumia pesa ngapi. DJ Pro, umewahi kufanya video nje ya nchi, umeifanya South Africa. Na ukitizama kufanyia video nje ya nchi inakuwa na gharama kubwa. Na mtu akikuona miaka yako unaonekana mtoto, unafanya vitu vya kikubwa katuko mtoto. Hivi ulitumia gharama ya pesa ngapi? Nini ilikuwa tatizo sana? Nini ilikuwa raha kwenye shooting? Vitu kama hivyo ndio tunatamani kujua. Acha nianze kwenye raha. Kwenye shooting pale kwanza tulikula sana. Unaona nchi South Africa ni nchi ambayo ni nchi ya kula. Ni kitu ambacho kinanilizisha, kinifurahisha pia. Tulikula sana vizuri nini. Tatizo ambalo tulipata pale, unajua South Africa ni nchi ya Mngereza, South Africa ni nchi ambayo imeendelea. South Africa kila kitu ni hela. Ukitaka location ni hela, ukitaka gari ni hela, ukitaka mtu hata apite kwenye video yako hivyo ni hela. Unaona, kwa hiyo ni kitu ambacho kilinifunza vitu vingi sana kutokana na nini. Ndio nilisema watu tukishatembea nchi za watu, tukishaona nchi za nje watu wanatumika vipi, watu wanafanya kazi vipi, tutakuja kuwa watu wakubwa kwenye industry yetu kama jinsi wa Bongo sasa hivi wapo. Kutokana na nini? Unajua South Africa unaweza tuko washikaji. Bana Nancy, nataka uje kwenye video yangu. Unaona? Nikishakuta uje kwenye video yangu tayari unafikiria vitu vitatu. Leo hutafanya kazi. Unatakiwa uingize hela sababu kule tunalipa, watu wanalipa kwa masaa. Unatakiwa ufanye kazi, utaua kazi yako. Unatakiwa uvae. Utavaa nguo za midosho ya zamani na nini, kitu kama hicho. Kwa hiyo unatakiwa uvae nguo mpya. Nguo mpya ni hela. Unatakiwa uspend hela na. Kwa hiyo moja kwa moja unataka uje kwenye video, mwanangu utanipa hela fulani. Kwa hiyo ni kitu ambacho watu bado sana hapa kwetu wana ile kiushikaji. Ukiangalia hata unaona kile kitu kilinifunza kuja kukifanya Burundi, na ndio ambacho nilikifanya kwenye video yangu. Hapa wasanii wengi wanataka ile ushikaji. Bwana mwanangu, na video kesho natakiwa mje mtokee. Tuache hizo vitu. Ukienda nchi ya watu hakuna hizo vitu. Kuna gari nyekundu ambayo imekuwa pale na ni gari ya kifahari, kuchukua kama hela ngapi kusema ipate? Kuikodi saa moja ni randi 400. Randi 400 na randi 400 ilikuwa ni dola 50, dola 40 hivyo saa moja. Kwa hiyo nilichukua siku nzima. Yaani mwanangu tukichukua marundi $50 kwa saa moja. Kwa hiyo pesa nyingi hiyo. Hapa tukisema tuhesabu tutajivunja kichwa bure. Ndio hivyo, ndio nilisema kidogo tu tunajitahidi kujifunza kitu. Asiko tajiri, najitahidi kujifananisha na matajiri sababu sipendi kuanguka. Napenda kila siku ni grow up, niwe mtu mkubwa. Japokuwa miaka niko mdogo, lakini nifanye vitu vya kikubwa. Kesho kutwa game yetu ionekane fulani kafanyaga kitu fulani. Unaona? Sasa hivi video yangu inapigwa Kenya, unaona?
namshukuru Mungu grow up, nimekuwa kusema pate connection ya kupigwa Kenya. Umeendeka bro, rafiki zako ni kishikaje? Rafiki yangu, kitu cha kwanza ninakwambia kusoma lugha. Wasanii wote wanajidanganya kitu kimoja, pana mastaa wanajifanya mastaa lakini lugha hawajui. Lugha ni muhimu sana. Lugha ni muhimu sana. DJ Pacha hizo pale Kenya alitumia lugha. Lugha inasaidia kutokana na nini? Kuna wale ambao watu wa media wa nini wanahitaji muongee na lugha ya kigeni. Utampelekea Kiswahili au Kirundi. Sawa. Inatakiwa ongele lugha nzuri, lugha aelewe kabisa huyu hapa ni Ukiangalia zile tuzo za Marekani, sikwenda pale kuongea Kiswahili, sikwenda pale kuongea Kirundi, niliongea Kiingereza. Sasa inasaidia. Nasema pale kusimpatire connection. Okay. Ile connection mwanangu yule pale, mwanangu anaitwa Bruno, yuko Kenya. Ni mtu ambaye anafanya kipindi kule Magharibi TV. So kusema nikutana na ule jamaa mimi ni mtu wa mitandao sana. Nipo mtandaoni sana, nakaga na wacheki watu wa media tofauti nini kitu kama hicho. Kwa hiyo nilimcheki online moja kwa moja Twitter. Nilipomcheki Twitter nikaanza kuongea naye hivi na hivi mpaka tukafika WhatsApp. Tukapana namba, tukaanza kuongea WhatsApp hivi na hivi, akaniomba kazi zangu, nikajiintroduce mimi hivi na hivi. Mpaka mwisho wa siku akaniambia nipe kazi zako, nahitaji kuona kazi zako. Nikampa kazi zangu, akaona kazi nzuri. Moja kwa moja akaniambia hii kazi hapa naona bado mpya. Kwa hiyo sasa hivi acha nifanyie hii kazi. Sihitaji malipo yoyote, lakini nahitaji grow up. Uwe mtu mkubwa. Usikie. Tunaona ni mtu unajituma sana, unaona? Sababu naangalia background yako, niona ni mtu unajituma sana. Kwa hiyo acha kidogo nikupushi hivyo hadi mpaka hivi sasa hivi nishao connect wengine wanawasiliana na jamaa fresh. DJ Pro, kuhusu McQueen video wa Burundi wewe unaongea nini? Maana video nyingi tunaona wanawake wanarudi wale. Kuhusu McQueen videos wewe unaongelea nini? Hawalipi hela. Wasanii wetu hawalipi hela. Kwa unamaanisha hao ambao tunawaona sana wanaingia bure? Unaweza utaingia utakuwa kwenye video ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, unapewa hela kwenye hizo video zote, utakuwa tajiri. Kwa unaotumia mimi ukiangalia video zangu mimi mademo wajirudiagi. Mimi mtu ambaye nakaga na wagei hela mapema, hela yako ngapi? Hela fulani, nakupa hela yako. Unaona kwenye video yangu ya bla bla bla, wale watoto walifanya kile kitu sababu walipewa hela nzuri. Nataka mfanye kitu fulani kwenye video yangu. Mnataka hela ngapi? Tunataka hela fulani, hela yenu. Ni ushauri gani ungewashauri hawa mastaa wa Burundi na wa music na wa movie? Wajishike kistar. Kujishika kistar kivipi? Kuna wale ambao wanajishusha sana, sio vizuri, sio issue. Tujishike kistar kama star kweli, kwako uwe vizuri, sio ukawa nyumbani kwako unaika mchafu na nini. Mimi njoo kwangu ni time utakutana niko clean. Kwa wewe kuhusu surprise wala mimi nipige surprise muda wote. Unajua DJ Pro, kuna watu walikuwa wanalalamika sana. Kwanza nani Burundi talent inaanza kufanya mambo. Unajua ile pinchoni nilionaga kile, niliwafuatilia sana mimi. Kile kipindi ni kizuri sana bro. Yaani hata kile kipindi mngeendelea mnakifanya. Kwa hiyo naunga mkono sana. Kile kipindi ni kizuri sababu ndio ile nasema inasaidia wasanii kidogo wa grow up, wabadilike, wajishike kistar. Watu wanakaa wachafu, utakaje mchafu mtaani kwenu? Mimi sio mimi naishi hapa. Lakini uliza anga langu hili lote hapa. Watu wananionaga ni wadogo na wakiniona wanaona niko fresh muda wote. Kile kipindi ni kizuri sana, endeleeni kile kipindi fresh. Kwa hiyo wanalalamika huko au kubaliani nao? Wao wanalalamika hawajui kitu gani wanafanya. Ule sio star ni nyota. Nyota ni muonekano. Sasa kwa hiyo star gani mchafu? Star gani kuna wasanii utawakuta wako mfano kota ambazo so nzuri. Unakuta yuko bar, unakuta msanii amelala bar, asubuhi unakutana naye sura imeshabadilika, sura inakuwa kama hivi. Wewe kama wewe ambao ufanye hicho kitu au ambao wanakifanya hicho kitu, unahisi ni kwa nini wanafanya hivyo? Unakuta msanii ni star mkubwa lakini amekaa na watu hawaeleweki, yani yuko sehemu hazieleweki, yani anakuwa ovyo sana. Ndio ile kusema labda hawajielewi kama ni mastaa. Unajua kama mtu kama star inatakiwa uwe na limit fulani. Sitakiwa kufanya hichi kitu. Kujicontrol mwenyewe, sitakiwa kufanya hichi kitu. Natakiwa niwe na limit ya kufika sehemu fulani. Sitakiwa nifike hapa, sitakiwa kufanya hichi. Yaani kujimanage mwenyewe, naweza kusema
Kuna watu ambao wanachukua wanasimama vizuri wakishapata manager, lakini manager wa kwanza ni wewe mwenyewe. Unaona, unaweza kusema mimi sitaki kuwa nafika ile bar, sababu nikifika ile bar hadhi yangu inakuwa iko chini. Unaona, kwa hiyo ukishajimanage mwenyewe kuanzia leo unasimamisha, umeshajimanage tayari, umeshajitengenezea heshima yako. Kwa hiyo ni kitu cha naweza kusema watu wajimanage, wa grow up, wakue wakubwa, wajishike kistar. Kuna watu wako na manager lakini ukitizama management zao Burundi hauna manager. Ndio na kwenda huko. Kuna watu wako na manager na kuambia mimi niko na manager fulani management yangu iko hivi, lakini ukimwona unaona bado yuko. Burundi hakuna manager, yani nasema tena Burundi hakuna manager. Sababu ukisema Burundi kuna manager, hata mimi manager unaona, lakini Burundi hakuna manager. Kuna watu wanaiti kwamba ni manager, lakini hakuna manager Burundi. Utakuwa manager msanii wako bado anatembea na miguu. Sasa ndio tunataka tuingie huko. Kwani management inapaswa tumike kivipi? Management inapaswa kumjua msanii from A to Z. Unaona? From A to Z, kuanzia chakula, nyumba, gari, mavazi, yani from A to Z. Msimamie msanii wako kama babake, kama mzazi wake. Bwana mimi nakusaini kwenye lebo yangu. Okay, nishakusaini kwenye lebo yangu. Njoo. Unatakiwa uishi nyumba nzuri, nyumba gani unataka? Okay, nyumba 700,000, 5 milioni. Okay, poa, tunaenda kuchukulia nyumba hiyo hapo. Inatakiwa upate gari yako usafiri. Sawa, usafiri huyo hapa. Unampa usafiri wake. Inatakiwa uwe na stock ya chakula, inatakiwa uwe na pamba, unatakiwa uwe na contract hata na duka fulani. Na anytime ukienda kuchukua nguo mimi nitamalizana naye. Hiyo bado sana hapa kwetu. Kuna ile manager wa maneno apate hela kulipia studio na yeye sio manager. Kelele. Yaani kutokana na wasanii wa management ni na kwenda. Hakuna manager. Ni faida kwa huyo mtu anajitolea kutoa hiyo. Kuna watu washafanya vitu vingi lakini hawafaidiki kitu hapa. Kuna watu wana spend hela nyingi sana wanaenda kuwafanyia watu mavideo lakini hawaingizi kitu. Hakuna manager. Na wale manager wote wanajisikia wanajiita manager bado sana. Ukitizama wasanii wa kike wa Burundi, ni nani ambaye unaona tabia zake ni chafu zinaboa? Tabia chafu zinaboa. Wasanii wa kike. Kwa wasanii wa kike. Kwa wasanii wa kike sioni kama kuna msanii wa kike ana tabia chafu. Wako vizuri. Ni msanii gani wa kike ambao unatamani kufanya naye nyimbo? Wote. Natamani kufanya nao sababu sijafanya kazi na msanii wa kike. Wote wapo, kuna kina Ashley, kuna kina Natasha, kuna kina Shani Queen, wanafanya kazi nzuri ya natamani kufanya nao kazi hivyo. Wapenzi wa kipindi Burundi Talent, niko na swali nataka kumuuliza DJ Pro kuhusu wasanii wa hapa kwetu. Hivi wakupe wasanii, twende kwanza kwa kike, wakupe Natasha na Ashley Diva na Shani Queen. Wanakuambia mchukue umoja kumpa tunzo ya kuwa msanii bora, wewe unampa nani? Kumpa tunzo? Msanii bora ambaye anajua kuimba? Ukisema msanii ambaye anajua kuimba, Shani Queen anajua sana. Sababu ukiangalia Shani Queen namkumbuka miaka 5 6 nyuma anaimbaga yani fresh Shani Queen. Satbi na Kebi. Ni wapo tuzo? Satbi na Kebi? Nampa Kebi bora mwanangu, Kebi. Na Bface na Kingorongoro? Bface na Kingorongoro? Simpe mtu tunzo hapo. Afu Religion na Masterland? Religion na Masterland. Religion nampa tunzo. Afu Happy Famba na huyu msanii nani tena? Bidondo. Yani Happy Famba na Bidondo nampa nani? Hapana, bidi nimpe Bidondo haraka. No, just be serious hapa. Tu kweli. Bidondo anaimba fresh. Unaona Bidondo anaimbaga ule mwanangu. Ule ni mtu ambaye yuko na inspiration. Ushamsikia kile Bidondo anaimba live, unaweza kalia. Yaani ni mtu ambaye akisema anaimba. Uwezi kumpimanisha na Famba rafiki yangu. Lakini Famba mbona kuna hit ambazo anazotoa sasa? Hamna hit, labda kuna zile nguvu ambazo alizitumia za watu kusema apite. Ukisema kwamba Bidondo na Happy Famba unamchagua Bidondo. Yaani kidogo nasikia vitata havilinganiki hata kidogo. Unajua hiyo swali nimekuuliza makusudi. Hiyo swali nimekuuliza makusudi.
Alafu nilitegemea utamchagua Bidondo. Alafu yani beef ambao anazungumzia ni kweli. Sasa hapo mimi nataka uwe mwazi. Mimi siwezi kuwa na beef na mtu ambaye anatupia midocho nini. Bidondo fresh nampa tunzo sababu Bidondo ni mtu ambaye namuelewa, anajua kuimba, ni mtu ambaye nishamsikia studio, anapanda na shuka na nini. Yeah, Bidondo nampa fresh. Vipi kuhusu promotion ya music Burundi? Au ma promoter wewe unaongea nini? Promoters wapo ambao watu wanajielewa kazi gani wanafanya na wapo ambao watu hawajielewi. Wapo ambao wanafanya vizuri, wanajua ni kitu gani kazi yao wanaijua, na wapo ambao hawajui kazi yao, yani wanacheza na mifuko ya watu. Ni msanii gani mkipanga appointment ya kazi anazingua, anakuwa kama haeleweki, yani haendi na muda? Msanii mbaye Elizboy mwanangu. Elizboy anazinguaga. Elizboy yani unaweza kupanga appointment anatufanya hivi tufanye anazingua. Masijui yuko busy hivi maana anazingua. Na ni mtangazaji gani wewe unaona kazi yake anaijua na anaielewa? Nyie mnaelewa kazi yenu. Nyie hapa fresh. Sababu yani nipigia tu simu, tunakuja kufanya interview mmekuja. Yani fresh sana. Mnaelewa kazi yenu. Kuna ambao waelewi kazi yao. Mtangazaji afuni shabiki wa mtu. Kama kina nani hao? Mimi kuna watu nishaona wanashabikia kina Likiba hapa Burundi hapa. Nani Warundi? Nishaambia nitawapigaga makofi siku moja. Mimi ni mkorofi sana. Tuambie sifa yako moja tu ambayo unasema mimi DJ Pro. Najua kuongea sana. Najua kuongea sana. Na experience ya kuongea. Unaweza kuleta hata swali gani. Najua kiasi gani nitacheza na ile swali nitaliweka sawa. Hivi DJ Pro ukitizama yani ukitizama nyinyi wote wasanii wa kiume, ukitizama nyinyi wote wasanii wa kiume, ni msanii gani ambaye unaona kwamba ana mvuto, yani mzuri, akivaa anapendeza? Ensamu mzuri akitoka. Mimi nikivaa napendezaga, yani mimi ni Sam, yani midomo lips denda nini. Kweli. Hiyo ni vizuri sana, unalazimika kusema wewe. Nani ambaye unaona? Mimi ni mzuri. Mimi nikivaa huwa napendeza. Hiyo ni kawaida hiyo. Na ni msanii gani ambaye wewe unaona huyu kabisa havutii, yani hapendezi, hana muonekano? Wa kiume? Mwanangu Satibia ni mwanangu Satibia. Mbona sasa hivi unataka kuogopa? Kama mwanangu strong leo ni Samu. Wewe Samu ni mzuri. Satibia kwenye Samu hayupo. Kuna watu tunavaaga tukivaa hata vikama tunatokea. Kuna watu bado sana. Unajua DJ Pro tunaelekea mwisho, hatuwezi kutoka hapa bila tujue, kwa maana tumeona hapo umeshine huku chini, kwanza huku chini mpaka juu sijui. Ni mambo ya kuding ding. Ni dhahabu sijui kani. Tunajitahidi kujiweka sawa kama mastaa. Zaidi sana. Hapa hiki huku chini kinatoka kama bei ngapi? Hichi kinanoga South Africa ni kinoga thamani ya dola kama 250. Ndio kama hicho. Panda Jeans pia ya South Africa ni randi 700. Randi 700 ni dola. Randi 700 kwa hivi sasa change shabadilika ni dola 50. Tukimalizia juu hii hapa ni randi 550. 550 kama dola 40. Na hii begi hapa tunaona Gucci. Hii begi kuna vimalimali huko ndani. Ni nguo gani wewe huwezi kuivaa tukitoa ya kike? Tukitoa ya kike nguo ambayo siwezi kuivaa. Nguo ambayo siwezi kuivaa za kiume. Za kiume. Nguo ambayo siwezi kuivaa. Nguo kubwa sana, yani ya chini kubwa sana siwezi kuvaa. Lakini hapo zamani ndio ngumi kwa mnavaa ni kitu wakina kipindi cha hii nani wakalipawa. Ndio zilikuwa style zenu zile. Kweli. Na ni style gani ya nywele huwezi kukata? Kipara. Kipara mimi siwezi. Sababu kipara nikisema nywele kipara wiki moja zitakuwa zishakuwa nyingi. Mimi nywele zangu kupendeza baba. Kiasi nipendeza lakini nywele zangu zinakuwa fast. Yaani nikinyoa kipara naweza kuonekana nyanyi baadaye, ni vinywele vidogo so fresh. Kipara siwezi, sasa mimi na nywele Okay, DJ Pro unapanga kuzaa mtoto wa tatu lini? Hiyo ni siri ya Mungu, Mungu ndo anajua. Kivyako wewe kama unasema kivyangu huyu akieneza miaka kadhaa nitazaa. Yaani haraka tu ni hata mwaka kesho fresh.
Asante sana wapenzi wa kipindi Burundi Talent, hapa ndio mwisho wa kipindi chetu. Tunawashukuru sana watu ambao mmekaa kwenye runinga zenu na kututizama. Hapa tuko na DJ Pro Niga. Lakini kabla ya kuaga kipindi, hata DJ Pro atupe akapela kidogo, atufurahisha, atuburudisha. Bana hapa mwenyewe nishaongea sana. Nasubiri kusikia naye. Kuheshimu ni salamu. What's up man nigga? Toka South Africa nimeteam kama jiga. Bado unapambana, bado unachana wana fululana. Mwende unabiti bila kuzima. Masha struggle mandiko toka kwa jana. Naogopa simu za gago zisikatishi tamaa. Najua kisiboteki na usta. Naogopa obeheri sinachi kwenye mataa. Yo, it's your boy DJ Pro right here. Yes, kipindi ilikuwa ni Burundi Talent na DJ Pro na mwenzangu Joad Fogo. Tumesikia mambo mengi, tumesikia DJ Pro anasema haya na yale, anasema kuhusu wasanii wa Burundi. Lakini kuna kitu nitaka kuwakumbusha mastaa wa Burundi. DJ Pro ameongea kwamba ni vizuri kujielewa kwamba wewe ni star. Na ni vizuri kuelewa wewe star unafaa kwenda wapi na usiende wapi. Hicho ni kitu ambacho kila siku hata mimi kinaniudhi. Lakini ni vizuri uelewe star unapaswa kwenda wapi na haupaswi kwenda wapi. Hapo nyuma kamera nilikuwa na Gina na Sele Mnyama, nilikuwa na Shadrack, nilikuwa na Alan. Wafundi mitambo wangu wao ndo wakali, ndo watu wazima, ni watu wangu wa dhahabu. Mpenzi wa kipindi Burundi Talent, usikose kufuatilia kipindi chako. Ni kila siku ya 3 saa 12 hadi saa 1 usiku, na kila siku ya 6, maana nikisema siku ya 6 ndo watu wanaelewa. Kila siku ya 6 saa 3 hadi saa 4 usiku. Nilikuwa na DJ Pro. Television yako ni Rema TV. Kama una kitu chochote cha kutangaza au kujulisha, tutafute, sisi tupo tayari. Namba zipo hapo chini zinapita. Asanteni sana. Acha niseme bye bye, ciao ciao.